Waasi wanaohusishwa na kundi la Islamic State wameua angalau watu 15 katika vijiji vitatu mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, maofisa wa eneo hilo wamesema. Mashambulizi hayo yalitokea usiku wa Alhamisi katika wilaya ya Lubero mkoani Kivu Kaskazini, yakilenga zaidi raia. Kundi la Allied Democratic Force ADF lililoanza kama waasi nchini Uganda, lakini baadaye kujikita katika misitu ya mashariki mwa Kongo tangu mwishoni mwa miaka 1990, linatambuliwa na Islamic State kama tawi lake. Kwa mujibu wa Makaire Sivikunula, mkuu wa eneo la Bapele ambako vijiji vilivyoshambuliwa vipo, raia 9 waliuawa katika kijiji cha Kilonge, raia 2 katika kijiji cha Katanga, huku raia 2 wanajeshi 2 wakiuawa katika kijiji cha Maendeleo. Alisema waasi hao waliwaua waathiriwa wengi kwa kutumia silaha za jadi kama mapanga, ingawa pia kulikuwa na mapigano ya risasi kati ya waasi na wanajeshi katika kijiji cha Maendeleo. Ofisa wa jeshi anayesimamia Lubero, Alain Kiwewa, alisema baadaye Ijumaa kuwa idadi ya waliothibitishwa kufariki imefikia 16. Msemaji wa jeshi la Kongo, Luteni Makelongo, alisema wanajeshi wa serikali wanaendelea kuwafuatilia waasi bila kutoa maelezo zaidi. Kwa upande wake, Kakule Kangeni Samuel, kiongozi wa mashirika ya kiraia katika eneo la Bapere, alisema waasi hao pia walichoma nyumba kadhaa katika maeneo hayo. Shirika la Umoja wa Mataifa la kulinda amani nchini Kongo, MONUSCO, lilisema Novemba kuwa waasi wa ADF waliua raia 89 ndani ya wiki moja katika mashambulizi mfululizo. Mnamo mwezi Septemba, ADF ilidai kuhusika na shambulizi lililoua zaidi ya watu 60 wakati wa mazishi mashariki mwa Kongo. Maofisa wa eneo hilo wamesema mazishi ya waathiriwa wa mashambulizi ya karibuni bado hayajaanza kwa sababu wanangoja wanajeshi kulinda usalama wa eneo, wakihofia waasi hao wanaweza kuwavamia raia wakati wa shughuli za mazishi na kuua tena. Ghasia za ADF ni tofauti na vita vinavyoendelea kati ya serikali ya Kongo na waasi wa M23 wanaodaiwa kuungwa mkono na Rwanda, mapigano ambayo yaliua maelfu ya watu na kusababisha mamia ya maelfu kuyahama makazi yao mwaka jana, hali iliyosababisha juhudi za upatanishi kufanyika zikiongozwa na Marekani na Qatar. Mtazamaji, ni yapi maoni yako kuhusiana na taarifa hii? Andika maoni yako katika sehemu ya ujumbe hapo chini. Like na subscribe pia ili uwe wa kwanza kupata habari wa chungu tele. Hii ni Focus News. Jina langu ni Deo Kaji Makomba.